Hivi Zubeda tendo wapi? Nyumbani. Zubeda, nikwambie, maisha haya sio kuchezea. Huu ni muda wako wa kusoma. Huyu mwanaume kama anakuhitaji kweli, mwacha kufuata nyumbani. Zubeda, haya maisha unapoachezea sasa hivi baadaye utakuja kuharibikiwa. Alafu ukiangalia, huyu bado mwanafunzi, unatakiwa upambane na hali yako. Hivi kwa kitu gani ambacho anakupa yule mwanaume? Na unaonaje? Cha kustajabisha ukiangalia wote wanafunzi. Sio atapelekana wapi? Huko utakapofika. Hizo ndio jeuri zako. Jamani, tuanze tu. Kama kuzungumza tumeshazungumza sana. Sawa? Akituelewa, hakutuelewa, kila mmoja atabeba msalaba wake. Sasa bwana cha kupewa kama nilivyokuambia. Hii ndio familia bwana mhusika. Kwa wamekuja kusikiliza. Huyu ndio mama mzazi na huyu ndugu yake. Kwa hiyo sijui mnasemaje juu ya swala letu tuliongea. Lakini hapo angekuwepo mhusika mwenyewe, naona ingependeza zaidi. Mhusika kweli alitaka kuja lakini amedharurika. Huyu hapa ni mdogo wake. Wanangu ni baba mmoja mama mmoja. Na wanafanana sana unavyomuona huyu na kaka yake ndio ni kasoro kimo tu. Mimi wanachopewa. Huyu hapa ni mamake mzazi. Huyu ni ndugu yake. Na mimi kama unavyonijua sikupoteza. Kwa hiyo naamini hapa tuyajenge, tuyamalize, ondoa shaka. Yaani sio nafasi wote. Haya. Mbona shemeji kama una wasiwasi? Ondoa shaka. Mimi sifanyi mambo mkaharibu. Na kupeleka sehemu sahihi kabisa. Usiwe na wasiwasi ngazi mwenzangu. Sisi ndio utafurahi tu. Tutakuwa pamoja wala usijali. Haya sawa. Kwa mimi nilivyoishi na Bwana Saleh hawezi kunikuta. Kwa mimi naona hilo kama nimepita sawa. Kwanza sisi tunashukuru kwamba mmetupokea kwa sababu hatukutegemea, lakini uzuri kwamba tumefika na mmetukubali. Sasa na kwa vile tayari mmetukubali, basi na sisi tuahidi kwamba leo hii siku haitovuka. Kila kitu inshallah kitakuwa sawa. Tukiondoka hapa tutaondoka na mjomba wangu hapa, mjomba Saleh, na atakaporudi basi inshallah atarudi na mzigo, atawasilisha kila kitu, tutaenda vizuri. Mimi naamini hakuna tatizo hapo. Tumemaliza au si bwana Tupea? Tumemaliza. Basi sawa. Sawa. Haya, asante. Sasa bwana Tupea? Maana sijataka kulaza damu. Ndio. Sitaka kulaza damu. Maana nimeenda kule ndio kwenda madawa. Kana amana hii. Sasa nalala asubuhi naamka. Hamna kitu. Ngoja kwenda amana yetu hii hapa. Kwa hiyo tumeweka amana hiyo ili mambo ende sawa. Maana mtumishi shemeji alikuwa na wasiwasi yule. Kwa hiyo tunakuja kuleta hii amana yetu. Angalia amana yetu ndio hiyo. Usifunue hapa mzigo wote kama huo, utafunua ndani. Amini. Kwa hiyo jamani, mimi niwaache maana sifika hata nyumbani. Kutoka kule ndio tutakwenda huko moja kwa moja. Nifikisha amana yake. Basi haya. Basi hiyo kuona kuyamaliza sana. Haya, asante. Karibu sana. Haya shemeji. Haya. Hii ndio faida ya kuzaa. Yaani ukiwa mtoto binti, hii ndio faida yake. Sasa hivi karibu binti yetu atakuwa na mji wake na yeye. Ndio. Mambo mazuri. Baba, mjambo nao. Baya vipi shatoka? Bado yuko. Rukaiya. Haya wenzao wamekupitia huko. Tena uharakishe ndo muda unaenda huo. Kazana basi. Haya, karibuni. Rukaiya. Kulikoni? Unaenda shule marahaba. Hivi wewe hujui kama unaolewa? Ina maana wewe hujui kama huyu keshukuka anaolewa? Sasa shule unaenda kufanya nini? Sawa, kitu cha umuhimu, na kuolewa ni muhimu zaidi kwa sababu utaendesha maisha yako. Unamruhusu kabisa?
Mambo yanatokea nini? Lakini mume wangu, ungemwachia kwanza mazazi, shule haijafika, mpaka siku itapofikia ataacha kwenda shule. Hivi wewe huwajui watu wa kijijini? Watu washasikia kwamba huyu anataka kuolewa, zitaanza husda, zitaanza fitna, zitaanza sijui nini. Mwanangu akafanyiwa vibaya. Rudi ndani. Haki yako utaenda kupata kwa mume. Rudi ndani, hakuna skuli. Nimesema ndani. Wewe nuna kasirika. Wewe kijiji mpaka kama hukijui. Huyu mtoto aende skuli. Unataka kuniletea balaa mwanamke. Mama Zubeda anakuja kuambia ya mwanangu Rukaiya. Rukaiya anaolewa? Ndio. Alhamdulillah rabbil alamin, na Mwenyezi Mungu amjalie mwanetu kapata mume. Haya, mbona hivyo? Sikuwa tayari. Kwa sababu gani? Nilikuwa nahitaji mwanangu aendelee kusoma, ila baba yake tu alifanya ukaidi huo. Sasa riziki ishatokea, utafanyaje? Mimi nimefurahi mwanetu kapata riziki. Sasa wewe unaposema huko tayari vipi? Kwa sababu mimi nilikuwa naomba Mungu kila siku, mimi nataka wanangu wakuwe mbio mbio niwape mume. Mwanao keshapata riziki, unakuwa huna furaha ndio wakushangilia kabisa na kumshukuru Mungu, atasikirika mtoto. Maisha tuliokuwa nayo sasa hivi tunarakia ndoa, tunachotakiwa watoto kusoma. Sasa utafanyaje? Maraba. Haya. Mimi nakwenda zangu. Karibu. Hemu njoni hapa bwana. Kaeni hapo kitatu. Habari za shule? Mmemwona yule bibi aliyetoka hapa make Rukaiya? Kaja kuniarifu shughuli, Rukaiya kishapata mume. Anaolewa? Rukaiya anaolewa, shapata mume. Kwa hiyo kusoma basi Rukaiya. Kusoma basi. Nakwambia kapata mume anaolewa. Sasa wanangu, na nyie nataka mtulie, mjitunze, na nyie mje kupata waume. Mpo? Mmenisikia? Ndio matufani. Sasa mbona kama mmestuka? Maana bado wanasoma. Lakini ndio riziki ishatokea. Nataka mkae, mjitunze, mtulie, msome masomo yenu, wakitokezea chumba mnaolewa. Mmenifahamu? Haya, kapumzikeni. Sikuwa hivyo, ila tu baba yako hataisha. Kwa hiyo mwanangu, kubaliana tu na hili jambo. Mimi mwenyewe nilikuwa nahitaji usome,
lakini acha tuende pamoja na ukapata familia yako, sababu mimi nikubali kuwa wewe ni mzazi. Acha